Dear Pathfinders, mahali pote mlipo, explorateur, eclairer, waangaziaji, mahali pote mlipo, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Katika juma hii ya Fular tunawaalika leo, changamoto ya leo ni kwamba kila mtu unapovaa kitambaa chako hii fulare yako, nenda kwa watu wa jamaa ama kwa watu ambao ni marafiki zako na watangazie kuhusu uzuri wa club hii ya waangaziaji na kualika kujiunga pamoja nasi. Itakuwa ni kitu kizuri, itakuwa ni tukio nzuri. Kwa hivyo Mungu akubariki unapofanya hivyo. Tuko kwenye robo ya 3 mwaka 2025 inayotufunza kuhusu kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Tunaona hapo namna gani Mungu aliwatosha wana wa Israeli katika maisha mateso, maisha mabaya kabisa, na kuwaleta mahali ambapo alikusudia wafike. Akawaleta kwake, jinsi lesoni ilikuwa inasema, akawapelekea mahali pazuri. Kwa hivyo leo juma hii ya 12 tunajifunza kuhusu na kusihi unionyeshe utukufu wako, na kusihi unionyeshe utukufu wako. Na leo Alhamisi tuzungumzie uso wa Musa unaong'aa, uso wa Musa unaong'aa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Musa alikuwa amezungumza pamoja na Mungu kwa muda mrefu, na baada ya wao kuzungumza huko uso kwa uso huko kwenye walikuwa wakikutania, Biblia inasema kwamba Musa aliposhuka alikuta ya kwamba alionekana, watu waliomuona wakaona kwamba uso wake ulikuwa umeng'aa, umetukuka kabisa. Sasa alikuwa hajui ya kwamba ametukuka. Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Kutoka 34:29-35. Hapo tukiangalia ni nini kilikuwa chanzo cha kung'aa kwa uso wa Musa. Nini kilifanya uso wa Musa utukuke? Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu, karibuni kwa somo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Musa baada ya kuzungumza na Mungu uso kwa uso, mara nyingi kabla ya na hadi hata wakati huo uso wake ulikuwa haujawahi kung'aa. Tangu zamani Musa alikuwa anakutana na Mungu, lakini uso wake ulikuwa haujang'aa. Sasa hapa mara hiyo wamekutana na yeye, na baada ya kukutana, anaposhuka, watu wanapomwona kwa mbali unaona kwamba uso wake umeng'aa. Tunaweza kujiuliza, tangu zamani ako katika uwepo wa Mungu lakini uso wake haujang'aa. Ni nini ambacho alikiona kisichokuwa kia kawaida ambacho kilifanya kuanzia sasa uso wake ung'ae? Ni nini kilichokuwa kimebadilika wakati huu? Angalia zaidi ya hayo kwamba mabadiliko yaliendelea kwa muda mrefu kulingana na kile kitabu ambacho ni cha Kutoka, sura yake ni 34 hadi 35. Kwa hivyo utaelewa ya kwamba sio tu kukaa katika uwepo wa Mungu ndiko kulimbadilisha Musa, kwa sababu kwa muda mrefu alikuwa amekuwa pamoja na Mungu, alikuwa anabaki katika uwepo wake, lakini alikuwa hajang'aa. Kilichombadilisha Musa ni kwamba sasa hapa Musa alikuwa amemjua Mungu vizuri sana. Kumbuka kwamba alimwambia Mungu, nionyeshe utukufu wako, na Mungu akamuonyesha tabia yake. Hapo alikuwa amemuelewa, urafiki wake ulikuwa umefikia ukomavu kabisa. Alikuwa ametafakari utukufu wa Mungu na alikuwa amebadilishwa na utukufu huo. Yeye alipokuja alikuwa hajui ya kwamba ametukuka, alikuwa hajui ya kwamba ameng'aa. Na mwandishi wa lesoni akasema, kadiri mtu anavyokuwa karibu na Bwana zaidi, ndivyo mtu huyo anavyotambua zaidi kutokamilika kwake ikilinganishwa na utakatifu wa Mungu. Kwa hivyo kwa mtu ambaye ni mcha Mungu, ambaye ni mtakatifu, kadiri anavyoendelea kumaa katika utakatifu, katika uwepo wa Mungu, yeye anaendelea kuona kwamba yeye kabisa si msafi na kwamba Mungu ni mtakatifu zaidi. Ni watu wanaokuwa nje ndio wanaweza sema, huyu mtu kabisa ametukuka, amemkaribia Mungu zaidi. Lakini kwa sababu utakuwa unaendelea kuona kwa kuona tabia yako na ya Mungu ukilinganisha, unaona kwamba uko mbali kabisa, uko chini sana na Mungu, bado yeye yuko juu. Hapa tunaposoma kwenye Wakorintho wa 2:3-18, hapa Yesu pia Paulo anatuonyesha kwamba namna gani Yesu anaweza kubadilisha maisha yetu hatua kwa hatua ili kwamba tupate kufanana na yeye. Hapo Paulo anatufunulia kwamba tunaweza pia kubadilishwa kwa mtazamo ama kwa mfano wa Yesu Kristo. Musa hapa ni mfano ambao anaonyesha kile Mungu ambacho anaweza kutufanyizia tunapomruhusu kubadilisha tabia yetu na kuunda kuwa sura yake takatifu. Katika maisha ya Musa, kuona unyenyekevu wake, namna gani aliiga kwa Mungu, nasi pia tunajifunza ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya hicho katika maisha yetu. Unaposoma Wakorintho wa 2:3-18, tunaona kwamba Paulo analinganisha uso wa Mungu unaong'aa na Yesu Kristo, na kwamba utukufu wa Yesu ambaye alikuwa mfano wa sheria na neema ya Mungu unazidi utukufu wa Torati pamoja na Musa. Kristo pamoja na sheria yake anaweza kukaa katika tabia zetu pale tu tunapomtazama Yesu na kwa uweza wa Roho wa Mungu tu. Kwa hivyo Musa amejulikana kuwa kielelezo kwetu, akidhihirisha kile ambacho Mungu anaweza kutufanyia wakati tutakapomruhusu abadili tabia zetu na kutufinyanga tufanane na sura yake ya kiungu. Je, unamruhusu Mungu kufinyanga tabia yako na kukubadilisha ili kwamba mfanane? Kwa
Kwa hiyo Mungu hawezi kumbadilisha mtu ambaye hataki kubadilishwa naye. Yeye yuko tayari kubadilisha kila mtu, yuko tayari kufanya mtu apate kung'aa, lakini ikiwa tu utakuwa tayari kumruhusu kufanya hivyo. Asante kwa wale ambao wamekuwa na muda wa kutosha pamoja na Mungu katika kusoma Biblia, kuomba na kushuhudia, lakini tuelewa kwamba kubaki katika uwepo wa Mungu tu haitoshe. Kinachotosha zaidi ni kuiga hiyo tabia yake, ambao ni utukufu wake. Okay? Basi ukifanya hivyo Mungu atakusaidia. Ishi kile ambacho Mungu amekuambia katika ibada unazokuwa nazo. Je, ni kusudi lako mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwamba upate kung'aa, uso wako upate kung'aa kama ule wa Musa? Na ikiwa ni kusudi lako, basi nitakualika kwenye ombi. Asante Yesu Kristo kwa sababu lengo lako ni kwamba sisi pia tung'ae, tukomae katika safari yetu ya kiroho katika uwepo wako. Jinsi ulivyofanya kwa Musa, tusaidie pamoja na mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Tunakusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Karibuni.